Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato yatokanayo na ada za uwindaji ya wanyama muhimu kama ilivyokuwa imeainishwa katika kanuni zake, mgawanyo wake ni kama ambavyo nimebainisha katika ukurasa wa 116 pamoja na 117 hadi ukurasa wa 118. Kwa upande wa sheria ya uhifadhi wa taifa, Mheshimiwa Spika, marekebisho yaliyofanywa na sheria ya fedha ya mwaka 24 kufuta kifungu kidogo cha pili B mgao wa 91% kwenda mfuko mkuu, badala yake kuweka mgao wa 51% mapato yatokanayo na huduma zinazotolewa na Shirika la Hifadhi ya Taifa Tanzania kuweka kwenye akaunti ya taasisi hizo ifikapo Benki Kuu ya Tanzania, na matumizi yake yatafanyika kwa kuomba kibali kutoka kwa mlipaji mkuu wa serikali, kwamba 40% ya mapato hayo yataingizwa mfuko mkuu wa serikali. Mimi ni Cecilia Daniel Pareso, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Arusha. Nachukua fursa hii kwanza kumpongeza Waziri wa Fedha kuwasilisha bajeti yake jana, na kwa kipekee kwenye kipengele cha kuziachia mamlaka zetu za hifadhi kwa maana ya TANAPA na Ngorongoro fedha ambazo watakusanya, alafu watabakiwa na 51% kwa ajili ya matumizi mengineo na shughuli nyingine za uhifadhi. Sote ni mashahidi kwamba kipindi cha nyuma utaratibu huu ulibadilika, kwa makusanyo yote yalikuwa yanapelekwa kwenye mfuko mkuu wa serikali, na shughuli za uhifadhi zilikuwa zimepitia kipindi kigumu sana, kwa sababu kama fedha zote zinapelekwa kwenye mfuko mkuu wa serikali na baadaye kuanza zihitaji hizo fedha, ni mchakato mrefu ambao kwa namna moja ama nyingine shughuli za hifadhi haziwezi kusubiri michakato ya kifedha. Sasa imekuwa ni hoja yetu pia sisi kama wajumbe wa kamati husika kwa kipindi kirefu kuitaka serikali ibadilishe sheria na kuziachia fedha, kiasi fulani cha fedha ambazo zinakusanywa na TANAPA kwa ajili ya shughuli hizo za uhifadhi. Basi tunashukuru kwamba safari angalau maoni na mapendekezo yetu kama kamati yamesikika, na sasa mamlaka hizi zitaachiwa kiasi takriban 51% makusanyo yake, ambayo si haba, ni hatua ili ziweze kuendeleza shughuli za uhifadhi katika maeneo mbalimbali. Tulitamani sana kwamba hizi taasisi ziweze kukusanya, lakini pia ziweze kutumia, kwa sababu kumekuwa na matumizi ambayo yanahitajika mara kwa mara. Ukisubiria hadi uende serikali kuu uandikie na uweze kufanya utaratibu wa matumizi, yamekuwa kichukua muda mrefu na mrongo mrefu. Kwa hiyo tulitamani kwamba hizi taasisi ili ziongeze ufanisi katika utendaji kazi wao, kama ambavyo miaka ya nyuma pia ilikuwepo kabla tujastopisha. Tunaamini kabisa kwamba tukiwapatia fedha zao wakikusanya na wakatumia, basi inaweza kusaidia kwenye kuimarisha miundombinu ya hifadhi, lakini pili kuhakikisha kwamba shughuli za kila siku za kwenye taasisi hizi na hifadhi hizi zinafanyika kwa wakati. Unajua, sekta ya utalii ni sekta ambayo inahitaji huduma za mara kwa mara, kwenye maana kuboresha miundombinu, lakini pili lakini kuimarisha watu ambao wanasimamia taasisi hii. Kwa hiyo ilikuwa ni vema kwamba waweze kukusanya na kutumia wao wenyewe. Lakini kwamba mbona mwaka jana tulipitisha hiyo, kama kamati tulitoa maoni kama haya, lakini baadaye serikali haikuyafanyia kazi. Kiu yetu ni kuona kwamba kwa maoni ambayo tumetoa tena kwa mwaka huu wa pili, serikali itafanyia kazi, kwa sababu tunaangalia tija na ufanisi kwa kwamba sekta ya utalii inakuwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwenye kuelekea mwishoni kabisa kwenye finance bill tutalikuta hili jambo, na waziri wa fedha taliona kwamba umuhimu wa kuhakikisha kwamba taasisi hizi mbili zinaweza kukusanya na kutumia, ili sisi kama serikali au watu kama serikali wabaki kusimamia kwamba matumizi ya fedha hayo ni matumizi yenye tija, na sio matumizi ambayo yana karaha na yenye kuleta dosari kwenye taasisi zetu. Kwa majina naitwa Rashid Shangazi, ni mbunge wa jimbo la Mlalo, katibu wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Ni jambo jema kuona kwamba serikali inasikiliza maoni na ushauri wa wawakilishi wa wananchi na walipa kodi, kwa maana ya wabunge, kwa sababu hizi sekta ambazo umezitaja, Ngorongoro, TANAPA, ni sekta ambazo zinatoa huduma. Kwa hiyo ni bora sana wakarudishiwa zile pesa kwa wakati, ili waboreshe shughuli zao za uzalishaji. Maana yake ili wakusanye zaidi ni lazima wahudumia yale maeneo. Mathalan kwenye hifadhi tunajua kuna changamoto, wakati mwingine miundombinu inasombwa na maji, barabara zinaharibika. Wanapokosa fedha kwa wakati, zinashindwa kuwasaidia kuboresha ile miundombinu, na hatimaye inatupotezea pato kutoka kwa watalii. Kwa hiyo kwa kufikiria hivyo, tumeona kwamba ni jambo jema
na tunaamini kwamba litaenda kuongeza mchango katika eneo hili la utalii, kwa sababu sasa mambo yatakuwa yanafanyika kwa haraka zaidi na kuleta tija ambayo inakusudiwa. Mimi naitwa Priscus Tarimo, ni mbunge wa jimbo la Moshi mjini, na Moshi mjini ndio center ya utalii ya pili kutoka Arusha, kwa maana ya ukanda huu wa kaskazini. Makao makuu ni Arusha, lakini Moshi ndio makao makuu ya mkoa wa Kilimanjaro palipo na mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo ni mkoa au niseme ni wilaya ambayo jihusisha kwa kiasi kikubwa na utalii kwa ajili ya kukuza uchumi wake. Kwa hiyo utalii ni moja ya sekta kubwa sana kwenye uchumi wa Moshi mjini, kuanzia utalii wa kupanda mlima Kilimanjaro, lakini pia kwa ajili ya safari za kwenda kwenye mbuga zetu za wanyama zilizoko ukanda huu wa kaskazini, pamoja na vivutio vingine. Kwa hiyo nilipata bahati ya kuchangia kwenye bajeti ya maliasili na utalii, kwa sababu wadau wengi wako pale Moshi na nina wajibu wa kuwawakilisha. Na moja ya maeneo ambayo tuliangazia sana ni eneo lile la OC iliyotakiwa kurudi kule kwenye zile mbuga haswa Ngorongoro na Serengeti pamoja na Tarangire, haswa kwa ajili ya kurekebisha zile barabara. Ile barabara kuu ilisharekebishwa, lakini zile barabara nyingine feeder roads zilikuwa zina tatizo, hazijarekebishwa muda mrefu, lakini pia wamekuwa na ukwasi kutokana na fedha zile za usiku kutokurudi kabisa au kutokurudi kwa wakati. Na nilisite kwenye ripoti ya CAG ambapo kwa mwaka 23-24 kuna maeneo ambayo hela haikurudi kabisa. Kwa hiyo kwenye kuhitimisha, Mheshimiwa Waziri alikubaliana na wazo lile la kamati la kuwa na retention, kwa sababu kupanga ni jambo moja, kutekeleza ni jambo lingine. Mimi niseme tu, nilitumia msemo huu kwamba ng'ombe ambaye unamfaidi kwa maziwa hawezi kuchinjwa kwa ajili ya kuliwa sikukuu. Nilitumia msemo huo ambao ni maarufu sana wa Kipare, kwamba ng'ombe wa maziwa hachinjwi kwa ajili ya nyama sikukuu, badala yake anatunzwa vizuri na anapewa chakula kizuri. Kwa hiyo mimi nadhani serikali sasa ijitahidi kuhakikisha kile kiasi kinachotakiwa kirudi kwa ajili ya kuboresha miundombinu, kwa ajili ya maendeleo ya hifadhi zetu, kwa ajili ya maendeleo ya utalii, kiweze kurudi na kirudi kwa wakati, kwa sababu biashara hii ya utalii ni ya kipindi maalum, yani seasonal, lakini pia kuna ushindani mkubwa kwa majirani zetu, kwa sababu mbuga katika ukanda huu wa Afrika, mbuga zinafanana na wanyama walioko kule almost wale, pamoja na kwamba sisi tuko uniquely positioned kidunia. Kwa hiyo ninaendelea kuiasa serikali, lakini kusisitiza taasisi zote zinazohusika kwamba ile retention, kama wameamua wataenda kwa mfumo huo, basi wausimamie vizuri, na badala yake pia kama wataamua ni OC, basi OC iwe inaenda yote na kwa wakati. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.